Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Lakini kesi ya pili ni kocha wa Aziz Ki amkataa Jean Charles Ahoua wa Simba Sports Club. Kama Ahoua angefanya vizuri Tanzania wakati huu ni sahihi kwa sababu ameonyesha njaa mafanikio katika msimu wake wa kwanza, lakini bado hawezi kufikia ubora wa Stefan Aziz Ki ambaye ni kiungo mshambuliaji wa klabu ya Young Africans. Utofauti wao ni kwamba Azizi ni mchezaji anayeweza kufanya kitu kwenye mechi kubwa na hata ndogo. Sikufanya kazi na Jean Charles, lakini najua makali yake. Ni kiungo ambaye kama atakuja kuchangamka zaidi anaweza kuja kuwa hatari mbele, lakini kwa sasa bado. Huyo ni Julie amezungumza. Kuna ukweli wote tukimkompea Stefan Aziz Ki pamoja na Jean Charles? Ni ngumu kuweza kuwakompea kwa sababu huu ni msimu wa 3 wa Stefan Aziz Ki. Msimu wa kwanza alimaliza akiwa na goli 6, sijui alikuwa na assist 3, si ndio? Lakini msimu wa pili alikuja kumaliza ligi akiwa na goli 21, lakini akiwa na zaidi ya assist 5. Na huu ni msimu wake wa 3 wa Stefan Aziz Ki akiwa na zaidi ya magoli 5, assist zaidi ya 5. Ni ngumu sana kumtoa kwenye mafanikio ambayo amekuwa nao kwenye misimu miwili ya hivi karibuni, lakini na ni ngumu pia kuanza kumkompea na mchezaji ambaye ndo kwa mara ya kwanza na msimu wake wa kwanza kuweza kushiriki ligi. Nadhani tumpe muda na tuone pia kwenye msimu unaofuata na utakao kuja zaidi, kwa sababu Aziz amekaa kwenye ligi yetu kwa zaidi ya misimu miwili, si ndio? Na ni ngumu sana kumshusha mchezaji kwa msimu mmoja tu pekee. Sometime inaweza ikawa ni fluku kwa upande wa mchezaji. Ni wachezaji wangapi ambao wamekuja msimu wao kwanza wameperform, afu baada ya hapo tena performance ikaja ikapotea zaidi. Na tuliona mfano mzuri, baadhi ya wachezaji wa klabu ya Simba walikuja waliperform vizuri. Mfano kina Deborah Fernandez alikuwa ni mmoja kati ya majina ambayo anaimbwa zaidi kuliko Jean Charles Ahoua, lakini aliperform kwa misimu mitatu kwa miezi mitatu tu pekee. Na baada ya hapo jamii imekuja kumsahau tena. Kwa hiyo naamini kuna hitaji muda zaidi kuweza kuanza kwa compare hawa watu. Ni kama vile ambavyo walivyokuwa wanakuja viungo wengi tunaanza kwa compare na Chama, lakini mwisho wa siku Chama bado alisalia kwenye upande wa dunia yake ya kipekee zaidi. Kwa hiyo na itahitaji pia muda kuanza kumcompare na Aziz Ki pamoja na Jean Charles Ahoua, lakini kwa vitu ambavyo Jean Charles anakupa uwanjani pamoja na Aziz anakupa uwanjani, kama kimitazamo pia unaweza kuondoka na Stefan Aziz Ki kwa sababu anakupa vitu vingi zaidi kuliko Jean Charles Ahoua. Na Jean Charles si aina wachezaji ambao unaweza ukampata kwa kila mechi akakupa akakupa matukio muhimu, na imekuwa inaonekana hivyo. Kuna baadhi ya mechi hata mashabiki wengi sana wamekuwa wanalalamika kutokana na performance ya Jean Charles Ahoua. Anaweza asicheze vizuri lakini akaja akafunga goli ama akatengeneza assist. Lakini nadhani kwenye uhatari Azizi ni hatari zaidi kuliko Jean Charles Ahoua. Jean Charles atakupa tu baadhi ya moment kwenye dakika kadhaa, lakini kama timu imezuiliwa zaidi hauwezi kuona akikupa maarifa makubwa zaidi kwenye upande wa hiyo mechi. Kwa mtazamo wako Raymond, aina yake ya uchezaji Jean Charles ukiangalia na aina ya uchezaji wa Stefan Aziz Ki, ni kweli kwamba anahitaji kujifunza zaidi? Nafikiri nishawahi kuzungumza hapo awali kwamba Ahoua sio kwamba ni mchezaji mbaya, lakini namhitaji sana kwenye mechi. Yaani sio kwenye mechi nzima namuona kwenye moment moja akatoa assist basi afu anapotea. Nahitaji kumuona akitoa zaidi ya kile ambacho anakionyesha. Mimi nahisi kuna kitu anacho zaidi ya kile ambacho anakitoa, na natamani kumuona akiendelea kukitoa na kutoa zaidi ili kufikia ubora. Ukimwangalia Stefan Aziz Ki ni kama tayari ameshaanza kutengeneza class, yani daraja lake. Yani msimu wa kwanza, wa pili, huu ni msimu wake wa 3. Lakini kwa Jean Charles Ahoua bado kuna maswali yanakuja kichwani. Ni fluke ama ni tayari naye ni mchezaji ambaye tunatarajia kuona akiendelea kufanya hivi kwenye misimu mingi zaidi? Kwa hiyo ukiwaweka kwenye mzani obviously huwezi kucompare kwa sababu tayari amesha prove kwa misimu mitatu na ameshaanza kutengeneza klasi yake. Lakini ukija kwa huyu mwingine ndio hivyo, ndio kwanza msimu wake wa kwanza. Lakini binafsi naamini Jean Charles Ahoua ana madeni mengi kuliko ambayo yuko nao Stefan Aziz Ki pale ambapo mechi inakuwa endelea. Stefan Aziz utampata kwenye moments nyingi
Jean Chalea wao utampata kwenye moments, atapiga penalti, atapiga pasi moja, ameassist, mechi imeisha. Ni mtu ambaye unampata kwenye matukio. Lakini Stefan Aziz Ki kuna muda unamuona unampata kwenye mapambano na unampata kwenye matukio. Kwa hiyo nafikiri bado kuna vitu ambavyo wanatakiwa kuimprove ili kuendelea kuishi ndani ya mioyo ya wanasimba kama ambavyo tayari ameshaanza kuishi.